Mungu amenifanyia, nikiona vile Mungu amenifanyia, wakati hiyo ninalia machozi ya shukrani ama machozi ya furaha. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kuhubiri neno ambalo nimewahi kulihubiri siku moja hapa kanisani, na ni neno ambalo linaongea kuhusu living a life I have lived. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuishi maisha ambayo nimewahi kuishi. Kaya rohosho. Jua wengine wameanza kukumbuka yale mahubiri. Biblia inatuambia ya kwamba Yesu, wakati Mungu alikuwa anaumba ulimwengu, aliumba katika maneno yake. Bwana Yesu asifiwe. Mambo ilikuwa inafanyika baada ya yeye kusungumuza. Maondo mekikaga kayare kia kwaria wadhani ya rohosho. Kwa hivyo kama Mungu alitangulia kuongea, ndipo mambo iweze kutokea, na sisi tunapaswa kutangulia kuongea ili mambo iweze kutendeka. Bwana Yesu asifiwe. Huwa ninaona ya kwamba kwa sababu ya Yesu kuja kuzaliwa, kulikuwa kumetolewa unabii ya kwamba kutazaliwa mfalme wa wafalme ambaye atakaye okoa ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. So Yesu aliishi kwa sababu ya vile ambavyo ilikuwa imetabiriwa. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati ule alipokuwa anaishi, ilitendeka yale mambo ambayo ilikuwa imemzungumzia wakati ambapo kulikuwa kunatabiriwa. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo kuna mambo ambayo tunapaswa kujifunza sisi ambao wakati huu tunaishi, na kwa wale ambao wameishi katika Biblia na kuona vile ambavyo maisha ilikuwa inaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Pengine unaweza kujiuliza, pengine kuna watu ambao hawakuwako wakati ule tulikuwa tunahubiri hili neno. Mtu anawezaje kuishi maisha ambayo tayari ameshayaishi? Bwana Yesu asifiwe. Nitawaonyesha jinsi ya kuishi maisha ambayo wewe utaishi kabla ya kuishi, kabla haijakuja wewe uwe umeishi, umetangulia kuishi katika jina la Yesu Kristo. Wakati Mungu anamuumba mwanadamu, alisema wacha tuumbe mtu na mfano wetu. Huyu mtu tumpatie mamlaka ya kutawala viumbe vyote ambavyo tumevitengeneza na tumeviumba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mwanadamu aliishi kwa sababu Mungu alitangulia kuongea ni mtu wa aina gani ambaye anatengenezwa, ama ni mtu wa aina gani ambaye tumwanaye muumba. Bwana Yesu asifiwe. Mwanadamu kama angeumbwa na ambiwa ya kwamba ataishi kichakani, leo hii sisi wote tungetoka kichakani tukiingia katika nyumba ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. So wakati ambapo mwanadamu aliumbwa, alikuwa anaishi miaka mingi. Unakuta akina Abrahamu, watu wakina Noa waliishi miaka, wengine walibakisha kidogo wafikishe miaka 1000. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu alikuwa ameruhusu mtu aishi sana. Mtu alikuwa anaishi mpaka anashiba miaka. Biblia inasema ya kwamba naye Nuhu akafa akiwa na uzee. Bwana asifiwe. Akiwa mzee na ameshiba miaka na akiwa amebarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Leo hii ukitembea makaburini, ukitembea mahali kuna mashamba ya makaburi, watu mahali ambapo wanazikwa, ukitembea mahali pale, utakuta somebody was born in 1990 and died in 1992. Bwana asifiwe. So ukihesabu unaona huyu aliishi miaka miwili akaondoka akaenda. Bwana Yesu asifiwe. Unaona mwingine alizaliwa 1923 akakufa 2005. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nakuta ya kwamba anaishi miaka mingi. Haleluya. Anaishi miaka ambayo ni miaka ambayo ni mingi na ya baraka. Bwana asifiwe. So katika dunia mtu anaweza kuishi kulingana na vile ambavyo Mungu amesema na Mungu ametenda ama ameamrisha mtu aweze kuishi. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tufungue Biblia zetu katika kitabu cha Genesis chapter 6.
Genesis chapter 6 verse 3. Genesis chapter 6 verse 3 inasema ya kwamba, then the Lord said, my spirit will not put up with the humans for such a long time, for they are only mortal flesh. In the future, their normal lifespan will be no more than 120 years. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba mimi sitapigana na mwanadamu miaka yangu yote, na sitashindana na roho ya mwanadamu kwa muda mrefu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuishi kwake, mwanadamu ataishi miaka 120. Kwa hivyo, mahali Mungu ameongea kuhusu kuishi kwa mwanadamu ni hapa ambapo anasema 120 years. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo, mtu kukufa akiwa na miaka 40, unakuta mara mingi anakufa kabla ya wakati wake kufanya nini? Kuisha. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wengi wamelala kaburini wakiwa wamekufa premature death. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wangu anasema ya kwamba kuishi kwangu nitaishi miaka 120. Na ningeishi miaka mingi zaidi ya ile, lakini kwa sababu ya roho ya mwanadamu kupigana na Mungu na kushindana na Mungu, Mungu akasema nimeyakufupisha. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akasema nimeshayafanya nini? Nimeyakufupisha. Bwana Yesu asifiwe. So, asubuhi ya leo ama mchana huu leo tunapoendelea na neno la Mungu, kila mmoja anapaswa kujua ya kwamba kuishi kwake ni miaka 120 ya roho. Haleluya. Wakati ambapo huwa ninasimama na kusema ya kwamba mimi nitaishi miaka 101, huwa ninasimama na hili neno. Manake ni Mungu amesema ya kwamba tutaishi 120 years. Bwana Yesu asifiwe. So, nimekuja kuambia tunapaswa kuishi maisha ambayo tumeshaishi sisi. Nikawaonyesha ni kwa nini tunafanya nini, tunaomba maombi haya ambayo tunaenda kuomba siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Ningetaka uweze kujua kwamba, angalia huyo mtoto katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ningetaka kupata nafasi nzuri ya kuweza kuelewa ya kwamba unapaswa kuishi maisha ambayo wewe mwenyewe umefanya nini? Umeyaishi. Wewe utorete. Ngai arogocwo. Na nigukuonia njira ya gutura muturire wewe utorete. Haleluya. Katika kitabu cha Zaburi 90, kitabu cha Zaburi 90 mstari wa 10 inasema hivi, 10 verse 10 inasema, wacha tuanze 9. We live our life burning our wrath, ending our years with a groan. 70 years are given to us, some even live to 80. But even the best years are filled with pain and trouble. Soon they disappear and fly away. Who can comprehend the power of your anger? Your love is awesome as the fear of you deserve. Teach us to realize the brevity of life so that we may grow in wisdom. Bwana Yesu asifiwe. Wale ambao ni waandishi wa Biblia huwa wanasema hili lilikuwa ni ombi la Musa. Bwana Yesu asifiwe. Musa yeye ameishi miaka 120 akafa. Bwana Yesu asifiwe.
Na anasema ya kwamba tunaishi maisha chini ya uchungu mwingi na imejaa kuteseka kwingi. Bwana Yesu asifiwe. Tunaambiwa maisha ya miaka 70 tumepewa, na wengine wanaishi miaka 80. Lakini hata ile maisha ya kwanza ama miaka ya kwanza imejaa uchungu na imejaa kuteseka. Baadaye watu wanapotea kama upepo. Bwana Yesu asifiwe. 12 anaomba ombi. Anamwambia, Baba, nisaidie kuelewa na kuhesabu miaka ya kuishi hapa duniani ili niwe na hekima. Amen. Kwamba niishi miaka na niweze kuhesabu miaka ili nipate kuwa na hekima. Bwana Yesu asifiwe. Mara mingi katika Biblia wale wamewahi kutumiwa na Mungu kwa njia iliyo kubwa. The life starts as 40. Bwana Yesu asifiwe. Maisha inaanza wakati mtu amefikisha 40. Sana sana Mungu alikuwa anaanza kuwachukua watu wakiwa na 40 ili aendeleze mpango wake katika dunia hii. Bwana Yesu asifiwe. Wakati nilipofikisha 40 years, nikajua ya kwamba sasa ni wakati ambapo Mungu anaanza kunitumia. Bwana ni arogosho. Lakini nikaanza kucount from behind. Bwana Yesu asifiwe. Nikaanza kucount from behind. Mwaka ukipita mmoja, watu wanasema nimezeeka kwa mwaka mmoja, lakini nimepunguza mwaka mmoja nikielekea kule ambako nimejichagulia nikiwa hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. So akaomba Mungu amsaidie apate kuwa na hekima ya kuweza kuhesabu miaka ambayo anaishi ili aishi na hekima. Bwana Yesu asifiwe. So wakati huu mtu anaposikiliza hili neno anapaswa kuelewa ya kwamba hii miaka ambayo tumeambiwa unatakiwa kuishi namna gani. Bwana Yesu asifiwe. Ufatie muikarati ya muturire-ini uyu na miaka-ini ino Ngai araria uhoro wayo ya gutura guku thi ino. Mwana ni arogocwo. Kwa sababu yeye Musa aliishi miaka ile. Bwana Yesu asifiwe. Yeye alitimiza kulingana na vile Mungu alivyokuwa amesema, akaishi 120 years. Mungu akamchukua akaenda. Bwana Yesu asifiwe. So wakati Mungu anapotuletea ujumbe wa siku ya leo, unapaswa kuelewa ya kwamba kuna kitu unatakiwa kufanyia maisha yako. Usikae hivyo na kukojea bahati nasibu katika maisha yako. Haleluya. Tugetagirire bahati muturire-ini waku. Yarogosho. Manake tulipoombwa tulipewa dominion. Yani tulipewa mamlaka ya kutawala anga, kutawala bahari na kutawala ardhi. Tuliweza kupewa. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema mbingu ni zake na pia dunia ni yake, lakini amepea watu wake dunia ili aweze kuwabarikia katika hii dunia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kila kitu cha dunia hii ni changu na ni chako. Haleluya. Mashamba, mifugo, kila kitu cha dhahabu na fedha zote zinatakiwa kuwa ni zangu. Bwana Yesu asifiwe. Na hizi vitu nimepewa nizitumie kwa miaka ambayo nimepewa hapa duniani. Kenyaragosho. Kilia dafatie kulia de mwana munini. Nilikula kwa sababu ilipaswa mimi nikule kile ambacho kilikuwa kimeandaliwa na kutengenezwa kwa sababu ya miaka hiyo ya utotoni. Bwana Yesu asifiwe. Kile ambacho nitakula kesho ni changu, kimeandaliwa, kimetengenezwa kwa sababu ya kesho. Haleluya. Kuna mmoja ambaye anatufundisha vile alivyoishi maisha yake hapa duniani.
katika kitabu cha Waibrania. Kitabu cha Waibrania mlango wa 5 mstari wa 7. Nanena kuhusu juu ya living a life I have already lived. Bwana asifiwe. Kitabu cha Waibrania mlango wa 5 mstari wa 7. While Jesus was here on earth, he offered prayers and pleading with a loud cry and tears to one who could rescue him from death. And God heard his prayers because of his deep reverence for God. Bwana asifiwe. Wakati wake Yesu kuishi hapa duniani, aliishi maisha ambayo ilikuwa ni maisha ya maombi mengi, kwa kulia na sauti kubwa, akililia yule ambaye anaweza kumwokoa. Bwana Yesu asifiwe. Naye Mungu akasikia maombi yake, kwa sababu ya vile alivyojitoa kila siku mbele zake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo maisha ya Yesu yaliishi hivi kwamba aliishi kwa kulilia maisha yake na kulilia huduma na kulia kwa sababu ya kazi ya Mungu, mpaka Mungu akaweza kuja kusikia na kuweza kumsaidia ili aweze kuishi. Bwana Yesu asifiwe. Ninaposema juu ya kuishi maisha ambayo tumeishi, katika kitabu cha Yohana 17 utaona Yesu akiombea wanafunzi wake, akisema, Baba, siwaombei waondolewe katika dunia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ninawaombea ili Baba uandamane pamoja na wao, uwasaidie ili wakaweze kushinda ya ulimwengu huu. Haleluya. Alijua ya kwamba hawatakuja kuweza kupendwa na dunia. Akasema hii dunia haitawapenda kwa sababu wao si wa dunia hii. Lakini ninaomba uwasaidie na uwashikilie, waongoze. Alipoondoka, walichukiwa na dunia, walitengwa, lakini waliweza kushinda vita vya kujaribiwa kwao. Bwana Yesu asifiwe. Ninapoongea juu ya kuishi maisha ambayo nimeishi, nitawezaje kuingia kuomba ama kuweza kuishi maisha kesho niishi nikiwa leo? Ngarogosho aterosho dore omothi yo dore mutorera wa rosho. Ngarogosho njia nzuri wa kuishi katika maisha haya ni njia ya kuelewa na kumwambia Bwana, nisaidie kuweza kuhesabu siku zangu hapa duniani, manake ni chache, lakini za mbinguni ni za milele na milele. Haleluya. Hata tunapoomba Mungu atufariji na atupatie miaka hapa duniani, tunaelewa kuna wakati, kuna full stop katika maisha yetu. Haleluya. Kuna wakati utafika sitaweza kusimama, sitaweza kujifarisha nguo, sitaweza lolote lile, manake uhai utakuwa umeniondokea. Wacha leo ambapo ninapigiwa simu niende, siku hiyo hata nikipigiwa simu sitaishika, sitaisikia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kabla nifike pale, kuna maisha ambayo iko hapa mbele yangu. Haleluya. Na wakati ninaposema juu ya maisha haya, ninabeba maisha mpaka ya wale ambao wasiojielewa. Bwana Yesu asifiwe. Manake kwangu mimi, nikisema ni kuomba kwa sababu ya maisha ya kesho, siko peke yangu, niko na mke, niko na watoto na niko na maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vile ambavyo ninataka Mama John aishi miaka hiyo ya uzee wetu. Kuna vile ninataka John, Caleb na Abigail waweze kuishi miaka hiyo kuanzia kesho. Bwana asifiwe. Kuna vile ninataka nyinyi kanisa, kwa sababu nyinyi
nimepewa na nyinyi wahudumie, baada ya leo kesho muweze kuishi. Haleluya. So inabidi niweze kuongea na Mungu na niambie nisungumuzie hali na miaka ambayo iko mbele yangu, nikiweka mambo na kuiongoza na kuinenea katika imani, katika ulimwengu wa rohoni, ili nitakapofika wakati ule, Bwana Yesu asifiwe, nitakuwa tayari nimeshaombea. Bwana Yesu asifiwe. Kuhusu simu, wakati nilipoipata, kitu cha kwanza tu kuishika, niliambia Mungu na kuomba kwa sababu ya kile kitakachotokana na kupata hii simu. Bwana Yesu asifiwe. Kile ambacho kitarudi nyuma ya roho, kuwa na roho ya kuwa na kuelewa na kufahamu baada ya kupotea ukiipata, kuna mambo ambayo inakuja nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Nikasema Mungu, nimeiweka mikononi mwako. Haleluya. So hata saa hizi tayari siku ya leo, wakati niliomba wakati huo, nilikuwa nimeiweka mikononi mwa nani? Mwa Mungu. So siendi leo shetani akifikiria ninaenda leo, nilienda mbeleni na nikaongea kuhusu hiyo simu kabla ya siku ya leo haijafika. Ni vile ambavyo sikujua ni lini, lakini ni leo katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. So kama singeenda mbele za Mwenyezi Mungu, ningeenda wakati ambapo nimechelewa sana. Kaya roho hina wa Kristiano ni gutura mutorera mashereiro na akaiwa ole amahete uge mwike wa gutura. Kaya roho yani Mungu ametupatia hekima ya kuishi, lakini tunaishi maisha ambayo tumechelewa. Bwana Yesu asifiwe. Yesu aliishi maisha ambayo ni maisha ambayo aliomba kila wakati na kujiombea maisha yake ipate kufaulu. Haleluya. So tunaambiwa katika aya ya 12 Psalms 19:12 ya kwamba Mungu tupatie hekima ya kuhesabu miaka ambayo tunafanya nini? Tunaishi. Bwana Yesu asifiwe. Ninajua miaka inapoendelea kuna wakati ambapo nguvu ya mwili huu itakuwa imeisha. Haleluya. Na itakapokuwa inaisha, si kusema sitataka kula chakula wala kuvaa mavazi. Kaya roho. Si kusema sitataka kusikiliza neno na kuhubiriwa neno. Haleluya. Kabla ya mambo haya yote haijafika, kuna mambo ambayo ninahitaji kuwa nayo katika uzee wangu. Bwana Yesu asifiwe. Ninajua mtu ataishi miaka 70 na aweze kuongezewa bashishi hata aishi miaka 120. Kaya roho. So ili nifikie hiyo miaka, ninapaswa kuomba wakati huu mpaka siku ambapo Mungu ataweka full stop katika maisha yangu ya kuishi hapa duniani, niwe nimefaulu katika kila jambo. Wengi wamekufa wakiwa makaburini, lakini hawajafaulu katika maisha yao kwa sababu hawakujua siri ya kuombea maisha yao. Kaya roho. Saizi kukimbishana na maadui, kukimbishana na watu ambao wanakusengenya, kukimbishana na watu ambao wanakutakia mabaya, ni kukupotezea wakati wanakupotezea. Haleluya. Unapaswa kujua ya kwamba unaishi kwa sababu ya kesho. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu kuna wakati nitakuwa 60 years. Kuna wakati nitakuwa 70 years. Kuna wakati nitakuwa 80 years. Ninajifunza na wale walio mbele yangu, wale ambao wako na 60 years. Mahitaji ya watu wa 60 years nimeanza kuangalia na kuona ni nini ambacho huwa anahitaji. Bwana Yesu asifiwe. Yule mzee ako na miaka 80, nimeanza kuangalia hitaji la yule mzee. Gendarogosho. Kiwakia ikiwa la atere, hakuna jaribu takuja kujaribiwa ambalo halijawahi jaribiwa mwingine.
naelewana pale gutire igerio ona riri kukagerio ritari riagerio mundu ungi koguo cio wina miaka 80 ona we ni ugakinya miaka 80 wakinya miaka-ini iyo mwathani arogocwo. So yale ambayo wanayohitaji wacha niwe na hekima. By the way, andika kwenye kitabu cha moyo wako, kwa sababu nataka kuishi miaka mingi. Bwana Yesu asifiwe. Katika moyo wako uandike, nikiwa mzee wa miaka 80, kuna mama ambaye ako na 80 years, aikaraga atia, ariaga atia, nigetha ehumbere, ehumbaga atia, mwathani arogocwo. Nigetha ature-ri, aturaga atia, mahoya make atua kuhoya ri, ahoyaga atia, nigetha amenye atiriri, kwa hindi igakinya ona niĩ ngorwo ndĩ thĩinĩ wa mĩaka ĩyo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unaona kuna watoto ambao wameweza kupata nafasi ya kusoma na wako sasa wako shuleni wanaendelea na masomo. Bwana Yesu asifiwe. Unaangalia wale watoto wanafanya kazi aje, wanaendelea aje. Bwana Yesu asifiwe. So unajiuliza wako watakapofika wakati wa kufanya kazi, ile challenge ambayo unaona wale wengine wakipitia, watoto wako watafikia wakati ule na ungetaka waweze kufaulu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. So ni vizuri katika maisha yetu uweze kuweka maisha yako na kuiombea kila siku na kila wakati. Gayarogosho. Mimi najua kwamba baada ya hizi nguo kuisha, unakwambia hivyo ni nzuri, tumefalia our Sunday best. Bwana asifiwe. Si ndio? Kila mtu si amechagua ile nguo nzuri avae, akuje kanisani akiwa msafi. Bwana asifiwe. Hizo nguo baada ya miaka 10 zitakuwa aje? Unafikiria hii koti nitaivalia baada ya miaka 10? Wala ni arogosho. Ninaomba Mungu ya kwamba nisikue tena mkubwa sana. Wala ni arogosho. Ninajua wakati mtu anainuliwa, unakuja kwamba kuna askofu anainuliwa, akifika askofu anakuwa mnene. Bwana Yesu asifiwe. Au nakuta pekine mtu ameinuliwa kuwa apostle, akifika kuwa apostle anakuwa mnene sana. Bwana Yesu asifiwe. So ninajua after 10 years si koti sitakuwa ninaivaa, nitakuwa nimeongezeka kidogo lakini sipite kiwango. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo kuna wakati itakuwa inafanya nini? Imeisha. Niakeo gokare. Niokenda kuenupa wewe. Bwana ni arogosho. Ukitaka kuvaa vizuri. Haleluya. Na usifae nguo za kufanya nini? Za kutaabika. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu huwa ninasema kizuri sana na ninaona ni vizuri na nafurahia wakati mwingine mtu akiniazima nguo ama akinipatia nguo ambayo alikuwa anavaa. Bwana Yesu asifiwe. Ni nzuri sana na si vibaya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mimi ninaomba ya kwamba nisipewe kwa sababu sina. Haleluya. Usipewe kwa sababu hauna. Haleluya. Wakina mama wa 80 years na 90 years wanashonewa nguo na watoto wao. Haleluya. Mimi ninaomba ya kwamba wewe msichana wako atakapokuwa na kuletea nguo wakati wa 80 years na 90 years anakuta umepima ndugu. Haleluya. Bwana ni arogosho. Wale ambao hawana uwezo wa kupima saa hizi, Mungu awasaidie waweze kupima saa hii. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndio aterere. Tondu nijoe akwa ni makande hagira thuti. Miaka-inĩ ya 90. Ngai arogocwo. Kawa ya aterere wakikuja wanakuta tayari mimi na mama John, kwa sababu tutaishi hiyo miaka. Mimi nasema ya kwamba wawili wakishikana wanakuwa kitu kimoja. Bwana Yesu asifiwe. So wakishikana wakiwa kitu kimoja, Mungu atanisaidia tuishi hiyo miaka. Nigetha makirehe ya mami wao na yakwari magakora already baba wao eneki arethimite. Mwathani arogocwo. Haleluya.
Waone Mungu ambaye tunamtumikia. Bwana Yesu asifiwe. Na hili neno wote tulitusaidie. Manake tunaishi miaka mingi. Haleluya. So anza kuhesabu ni nini ambacho unakitaka maishani, miaka ambayo inafanya nini? Inakuja. Haleluya. Tondo kwehete turakora reke turamone gani na maguru. Haleluya. Noni ni hoyaga jikare mutorere ta wa Musa. Musa re akuwa na miaka ile na rimwe ya 23. Kino kia Ngai kiuga atiriri, hata macho yake alikuwa na uwezo wa kuona. Bwana Yesu asifiwe. Kenya rogosho. Ati aliishi miaka kwa ukianekile Musa shitano. Bwana Yesu asifiwe. Saizi kuna watu saizi tu kuna watu saizi. Hata hapa kanisani. Mpatie shindano na usi. Saizi wale kwa ninada ikashiga na agegekira. Shindano haroke. Atuuse ingia kwa shindano. Atachukua mpaka dakika mingi. Bwana asifiwe. Lakini Musa alikuwa na uwezo akiwa na 120 years ya kuona. Bwana asifiwe. So wakati huu ndio wakati ambapo unaweza kuishi maisha ya wakati ule. Bwana asifiwe. Na kwamba wewe utakuwa unajisaidia na uko na uwezo. Haleluya. Nene jugaga nagerakai. Ciana citoitika anatige wera. Cigoka guturora tondu ni turwarire. Na akamuhoera ona inywe. Gutikanakinye handu muiretu waku amenwo n'umuthuri wake tondu ni igure mami wao ni arwarire. Oka mweri wa mbere ikara wiki imwe agithie gukinya mucii ahurire thimu ni ahoteka na nyike ni ikara kwa mucii wiki igere na ikara mweri mugima kinya muthuri akauga garure no ndakikirie mwana ni arogocwo kwa wale tuweko guo thini wa rĩtwa rĩa Yesu na kwamba tutaishi miaka ambayo sio ya kusumbua watoto wetu. Haleluya. Wakija kutuona wanakuja kutuona kukujia baraka, sio kuja kutuona tukiwa tumelemewa. Haleluya. Mimi ninaomba ya kwamba hata siku ya kuondoka kwangu nijijue, niwatie nguvu watoto wangu, niwaambie miaka yangu sasa mahali nimefika. Nasikia kuna sauti inaniita mbinguni, lakini yule Mungu nimemtumikia, mumtumikie yeye. Bwana Yesu asifiwe. Mimi sitaki nikufa kifo ambacho watoto wangu watasema naiko fafa itonde atigilia mga. Kaya rogosho. Nakuta mwingine amezeeka wakati anataka kubariki mtoto wake wa kwanza, mzaliwa wa kwanza, hajui Yakobo anakuja anavalia ngozi akipapa na kusagusa nywele za ngozi, anafikiria mtoto wake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Watu tutawabariki tukiwa na nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Watu tutawabariki tukiwaona. Amen. Na tukiwabariki kile ambacho watatuletea, hatutakuwa na tofauti na kushindwa kutofautisha. Mungu ndio tarete nyama cia twariga. Kaya rogosho. Amen. Haleluya. Mungu ndio ndikanari ya buri nyama cia toteke. Na kama kuna watu ambao wanajua test ya nyama ni wazee. Bwana asifiwe. Inawezekanaje huyu mzee analetewa nyama ya nini? Ya mbuzi. Anafikiria ni ya swala na anakula, anabariki mtu kwa sababu haoni. Kwa sababu hakuishi maisha aliyokuwa anapaswa kuishi wakati ambapo alikuwa kijana. Bwana asifiwe. Usiwe msembe na maisha yako. Usiwe msembe na maisha yako. Haleluya. Hii maisha yako wewe ndiye nabii wa maisha yako. Bwana asifiwe. Usikojee nikuje na nyungu kama vile watu wengine wanafanyanga. Nipige ramali zile lungu. Nianze kutoa unabii kwa sababu ya maisha yako. Bwana asifiwe. Unapaswa kujijua kwamba unaishi hapa duniani na kuna miaka ambayo umeishi hapa duniani na kuna ile ambayo utakuja kuishi. Bwana asifiwe. Haleluya. So, wakati ambapo unapofanya hivi,
unapaswa uongozwe na neno ambalo tulisoma wakati mmoja pale shuleni tulipokuwa na maombi ya grade 9 na grade 6. Bwana Yesu asifiwe. Maneno haya ipate kutuongoza katika kitabu cha Wafilipi mlango wake ni wa 4. Wafilipi mlango wa 4 aya yake ni ya 6, ambayo inasema ya kwamba don't worry about anything, instead pray about everything. Mwana ni arogosho. Usiogope kwa sababu ya jambo lolote, lakini omba kwa sababu ya kila jambo. Mwana ni arogosho. Atihoe ni todo wa maundu mothe. Hendelea wakoro we mukoro, hendelea wakoro wewe na hinya, kana hendelea wakoro hivi wewe. Mwana ni arogosho. Wakati utakapokuwa unahitajika mbele ya askari, mbele ya jaji, mbele ya watu wa dunia hii. Bwana Yesu asifiwe. Wakati huo utakapokuwa unahitajika, unaomba na unaambia Mungu, nipe nguvu ya kuweza kufanya nini? Kusimama na kushinda. Bwana Yesu asifiwe. Pray about everything. Hoya ni todo wa maundu mothe. Kenyaroosho. Anza kuangalia wale walio mbele yetu. Anza kuangalia hawa walio wazee. Nidhino walikuwa makiyaga. Ni jambo gani linawasumbua? Ni shida gani wanayopitia? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. So, kama kuna umebahatika kuwa na mzazi siku ya leo. Haleluya. Umebahatika tu mzazi hajaondoka, mzazi yuko hai. Bwana Yesu asifiwe. Angalia vile ambavyo anavyoishi. Angalia ni shida gani ambayo wewe inafanya nini? Inapitia. Bwana Yesu asifiwe. Kuwa mwelevu na familia yenu vile huwa inaenda. Anza kuangalia babu alikufa na miaka ngapi. Nyanya kama alikufa na miaka ngapi. Bwana Yesu asifiwe. Wale ambao wamebarikiwa katika familia yenu, utajiri wao umefika wapi? Ndio. Kwa sababu mara mingi unakuja kwamba tunataka kwenda mbele, lakini kuna vizuizi ambavyo vimewekwa. Haleluya. Na ndiposa tunaambiwa ya kwamba tukisha okoka tunakuwa kiumbe kipya. Ndio. Kwa kifati gweshiria tameshiria mama gukamaito maria mathiaga mite-ini kuhoya Ngai yao. Nibatu kila kiumbe kieru. Ngai arogocwo. Ninaishi kwa sababu Mungu wetu, Mungu amenipatia hekima ya kuweza kuishi. Bwana Yesu asifiwe. Nianze kuangalia na kuomba kwa sababu ya kila kitu. Kuweza kuomba kwa sababu ya kila jambo. Kwa sababu maisha yangu ni maisha ambayo inatakikana iwe mazuri pale mbele. Bwana asifiwe. Paulo akamwambia Timotheo ya kwamba ni lazima uwe kielelezo. Ndio ona likiendo makaandika ifuko. Mwagoja mutungatiri ule watu huchageria. Alikuwa anatuambia tuishi maisha ambayo tumeishi. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Amen. Glory be to God. Amen. Manake Mungu anatuinua na anatupeleka mbali. Nina hiyo hisia. Bwana Yesu asifiwe. Siku ambapo nitakuwa nimeinuliwa kiwango kingine. Bwana Yesu asifiwe. Nitakapokuwa nimeinuliwa, nikiwa nahitajika na makanisa mengi. Bwana Yesu asifiwe. Wakati huo ambapo itahitajika wakati mwingi mwa mnasoma mkiwa peke yenu, nikiwa nimeenda kuhudumia wengine. Bwana Yesu asifiwe. Unasema siku vile ambavyo ninabarikiwa leo, Mungu tume msaada nibarikiwa kwa wakati ule. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tuishi maisha ambayo tumeishi pereni. Kenya rohosho. Na ndiposa huwa tunaanza mwaka, tunaombea siku zote za mwaka huu. Kwa sababu leo hii hata shetani amechelewa, hakumbuki Januari tuliongea kuhusu siku ya leo. Bwana asifiwe. Haleluya. Hakumbuki Januari tuliweza kuomba kwa sababu ya mchana wa leo na Jumapili ya leo. Kenya rohosho. Na kumbuka tukiambia Mungu ya kwamba kila Jumapili tunataka kuona neema yako. Haleluya. Tunataka kunenewa na wewe. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mmoja tuoneka kwa hiyo ile toa ile hende okayakiigwa na agitukinyaneria Ngai arogocwo. Tukasema hatutasika mshirika wetu mwaka huu.
na hakuna mshirika tunaenda kuzika. Haleluya. Na tunasema masiku ambayo imebakia ya mwaka huu hakuna mshirika atalipishwa. Wacha mchungaji, hakuna mshirika atalipishwa katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Na tunasema pia hakuna mshirika atakayelazwa hospitalini. Na hii madhabahu hakuna siku hata moja tutapiga harambee na kuchangia mtu ambaye ako hospitalini katika jina la Yesu Kristo. Kwa sababu ni kitu tumeombea. Bwana ni roho. Haleluya. Tunasema ya kwamba hata sasa watoto wetu hatutaenda kuwaona gerezani. Bwana asifiwe. Wao wamebarikiwa. Miaka yao itakuwa mizuri katika jina la Yesu Kristo. Kwa sababu ni kitu ambacho tunaongea na tunafahamu tunaweza kutana nako chakule mbele. Bwana asifiwe. Haleluya. Yuko mmoja kwa leo wa kigongona. Sio kitu ambacho ati mtu anakuja kutoa ushuhuda na amena. Nipelekwa sijui kwa chief, wamenititisha pepigwa faini sijui na maelfu ngapi. Bwana asifiwe. Na mimi sitafungua leo. Unajua shetani alikuwa anataka tufungue leo mlango. Haleluya. Nikaanza mwapelelea kutaja mahaki. Mwadi tatagiro maundu mugichoka gweterio motio mahaki. Bwana ni roho. Mimi sifungue leo mlango. Bwana asifiwe. Haleluya. Hata kotini niko tayari kusimama. Bwana asifiwe. Haleluya. Nikijipotea mimi kwa sababu ninayo haki ya kuishi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo na wewe unaweza kusimama na kusema ya kwamba maisha yangu haitaendeshwa hivyo. Mlango wa kesi nimeukataa. Mlango wa ufisadi nimeukataa katika jina la Yesu Kristo. Niko na haki ya kuishi hapa vizuri. Bwana asifiwe. Hiyo ofisi sio ya askari. Hiyo ofisi sio ya chief. Hiyo ofisi sio yao peke yao, ni yangu hata mimi. Kwanza ili walipwe mimi nimekatwa nini? Nimekatwa kodi. Bwana asifiwe. Sio mimi mwajiri wao. Sio wao wameniajiri. Bwana asifiwe. Sio unasimama na sababu ya kwamba maisha yangu ni lazima itakuwa ya kwamba ni maisha mazuri. Bwana asifiwe. Nimeleta huu ujumbe kwa sababu nilikuwa nimewatangazia tunaenda kuanza ile maombi yetu ya 132 prayer marathon. Haleluya. Na hii maombi huwa tunaiomba kwa njia hii. Tunaombea miaka ambayo tumeishi. Bwana asifiwe. Na wengine wanaweza kuuliza, si niliomba last year? No shetani athondekaga undu mweru o muthenya nigetha tuthenie na agerie gutu hakagiko. Bwana ni aogosho. Na sisi hatutaruhusu. Tunajua tumeombea siku ya leo tuliombea. Bwana asifiwe. But we still have another time, another chance ya kumwambia Bwana Mungu, tuna miaka ambayo tumebakisha hapa duniani. Tuna miaka ambayo tumeishi hapa duniani. Bwana asifiwe. So kuanzia kesho tarehe 22 mwezi wa 9 maombi haya ndio tunayaanza. Bwana asifiwe. Na huwa ninaambia watu sitakukimbisha kuombea maisha yako. Manake mimi nimetumwa kama mwalimu nikupatia 25% na wewe 75% ufanye nini? Uende ukajitafutie. Bwana asifiwe. So kesho tunaanza maombi. Utajua utaomba kwa njia gani wewe. Bwana asifiwe. Kwa sababu wewe ndio umeishi, mimi ndio nimeishi na wewe mwingine ndiye ameishi. Bwana asifiwe. Kuanzia kesho tarehe 22 tunaanza kushukuru Mungu kwa sababu ya siku yetu ya kuzaliwa na kukuja hapa duniani. Haleluya. Tunaenda kumshukuru Mungu kwa sababu alitufanya tuzaliwe. Haleluya. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya mwaka wa kwanza wakati tu tulipoingia hapa duniani. Siku ya kesho. Bwana asifiwe. Unapoenda mbele za Mwenyezi Mungu unamwambia hata siku hiyo nilizaliwa, pengine mama hakuwa na wakati wa kukuambia asante, lakini sasa nimekuja kwako kusema asante. Haleluya. Bwana asifiwe. Pengine kuna watu waliopia mambo mabaya sana na machafu kwa sababu ya kuzaliwa kwako.
Unaenda mbele za Mwenyezi Mungu na mwambia Mungu asamehe, hawakujua ya kwamba nitakuwa mtu kama mimi. Wewe asifiwe. Na unasema ya kwamba kilichotabiriwa mwaka huo, unajua kuna watu wanalaaniwa wakati tu wamezaliwa. Wewe asifiwe. Mtoto akisikika amezaliwa, unasikia mama ama mzee ama mtu anasimama anasema ya kwamba tokuwa ndio yako relation na ishio. Sasa shida inaanza mahali pale. Wewe asifiwe. So unasimama unasema ile laana iliyoachiliwa nilipozaliwa siku ya kwanza. Haleluya. Sana sana wewe unasema wale ambao walizaliwa na wazazi wao kama hawajaolewa. Bwana asifiwe. Haleluya. Lakini hawakuwa pamoja na baba na mama pamoja. Mzazi akakuzaa. Bwana asifiwe. Ujue watu wanaongea mambo mingi. Wanalaani maisha yako hata kabla haujijui. Hii ndio siku utaenda mbele za Mwenyezi Mungu mwambie ile laana iliachiliwa. Haleluya. Ingia kama mimi niende mbele za Mwenyezi Mungu nimwambie Bwana ile laana iliyoachiliwa tarehe 31 mwaka wa 1980 ile iliachiliwa wakati ule, ninaiamrisha katika jina la Yesu haitanifuata tena. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna watu ambao walikuja wakanibariki na wakasema mtoto huyu na aishi na apate baraka. So kesho nitaenda mbele za Mwenyezi Mungu. Sikujua, lakini najua kuna watu walifurahia na wakanishukuru ama wakashukuru Mungu na wakatoa unabii mzuri kwa ajili yangu. Sasa mimi jina nililopewa ni jina nzuri. Memusi ni mtu ambaye amegojewa sana. Bwana asifiwe. Kwa lugha ya Kimasai Memusi ni mtu ambaye ametarajiwa, amegojewa sana. Bwana asifiwe. Dennis inamaanisha arake boy. Sasa jina yako inamaanisha nini? Jua jina lako linamaanisha hata mambo ya leo, siku ya leo mambo mengi imekuwa rahisi. Enda hukumu jina lako, uliza Miriam inamaanisha nini? Uliza Joseph inamaanisha nini? Bwana asifiwe. So mimi nikapewa Dennis, yule aliyenipea lile jina alisema ya kwamba hizi zarake boy. Yule mwingine akanipatia Memusi akasema huyu ndiye tulikuwa tunangojea. Arake boy ambaye tulikuwa tunangojea. Bwana asifiwe. So kuna hawa ambao walinibariki wakati huo ambaye being lake ama siko lake. Ninaenda mbele za Mwenyezi Mungu kesho nimwambie Bwana arake boy amekuja mbele zako. Mtoto aliyekuwa amekojoa na jamii amekuja mbele zako, na zile baraka alibarikiwa nazo nimekuja kuzitai sasa katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Wakati Musa alikuwa mtu mzima akasema sasa nimekataa kuitanishwa na hao wengine. Bwana asifiwe. Sasa ni haki yako unanisikiliza wakati huu ya kwenda mbele za Mwenyezi Mungu umejijua. Hende washi aliona kule kandi wakali lile uru. Thiori ikemike naugerekia hera. Thina wale twaria Yesu. Kuria makora athimire aliakira athima kiugo kurumirire. Thina wale twaria Yesu. Siku ya pili ni mwaka wa pili. Siku ya tatu ni mwaka wa tatu. Siku ya 4 ni mwaka wa 4. Tuendelee hivyo kila siku ukiomba na kushukuru Mungu kwa sababu ya maisha yako. Hasa mzigo hapa ni kwa wazazi. Bwana Yesu asifiwe. Mtoto wako anapaswa kuwa anaomba, lakini mtoto wako ako na mwaka mmoja. Mwana wako wakati uko wake hoya anaindariga nate mwaka na meriena mwadhani ya rohosho. Huyo mtoto anapaswa kuwa akifanya nini? Akiomba. Lakini bado hajafikia kujijua aweze kuwa nani atamuombea. Bwana asifiwe. So kesho unapaswa uende mbele za Mwenyezi Mungu ushukuru Bwana
kwa sababu ya mwaka huo mmoja ambao mtoto wako aliishi, na baraka ambayo ilikuwa amebarikiwa, na ukataane na laana ambayo alikuwa amelaaniwa na midomo ya wale waovu. Bwana sifiwe. Hasa hii mwezi ambao umepita, hiyo miezi nayo ni mwaka wa pili. Bwana sifiwe. Siku ya 3 mwezi utakuwa ukiombea na kutabiria mwaka wa 3 wa mtoto wako. Wako na bahati sana. Bwana sifiwe. Haleluya. Dikoya watoto agakoro akiratera mwana wake gayarogosho, akiaria uhoro wa mwana wake ya kwamba mwaka wa 3 itakuwa ni next year. Birthday yake itakuwa next year, kuingia mwaka wa 2 ama mwaka wa 3, mwaka wa 2. Bwana sifiwe. Mwaka wa 3. Haleluya. Atakuwa sasa anaombea 2026 na sababu ya mwaka huu, na kumwambia Bwana, mwaka wa 3 mtoto wangu atakula, atakunywa, atakuwa anatembea, atakuwa anafanya, atakuwa anaendelea. Bwana asifiwe. Ikifika siku ya 4, anajua mtoto ataenda shuleni, pengine atakuwa anaingia shule ya chekechea, anaanza kuongea. Juzi mtoto wangu akakuja akaniambia, nimetolewa kutoka play group na sasa nimeingia pipi, na bonga bwana na pipi tu. Pipi 1. Bwana asifiwe. Hiyo jioni tu. Hiyo nini? Maana sikufikiria kwamba mtoto anaweza kusoma play group mwaka mmoja na ingie pipi 1 kwa mwaka mmoja. Bwana asifiwe. Ali Mungu amempa neema, Mungu kwa neema ya Mwenyezi Mungu ameonekana sasa usi play group. Huyo anapaswa kuwa PP1. Bwana asifiwe. Jioni hiyo jioni sikutaka alale, sikuacha mama John na Caleb walale. Niliwaambia kujeni tuombe, tumwambie Bwana kuna maisha ya PP1. Haleluya. Tukaanza kuongea. PP1 pale mbeleni alikuwa na lecture anaambiwa color this figure. Ilikuwa ni kukala, sijui ni kujoin, anajoin anaweka nini. Sasa PP1 nikakuta imeandikwa 1+1. Nikamuuliza, ukiongeza hii na uongeze hii inakuja ngapi? Anafanya hivi, ni hivi. Bwana asifiwe. Kwa sababu tayari kile ambacho ameingia PP1 kukifanya, si kile nitaombea, ni kile ambacho nimeombea. Bwana asifiwe. Na ninaamini ya kwamba hata akiingia PP2 tayari nitakuwa nimeongea, grade 1 nitakuwa nimeongea. Bwana asifiwe. Haleluya. So jukumu la mzazi ni kushukuru Mungu kwa sababu ya miaka ambayo mtoto amefanya nini? Amekaa, ameishi hapa duniani. Alafu sasa ukiingia ukiwa umekona miaka 4, siku ya 5 unaanza kutabiria mwaka wa 5. Na oneka yuri agaruranagia maundu. Oneka yuri atumaga maundu mekike thĩinĩ wa mahoya. Power in prayer. Bwana asifiwe. Kuishi maisha ambayo ni maisha ambayo tumeishi. Bwana asifiwe. Siku moja nikaambia dada mmoja, na nikuja nikatoa habari hiyo hapa mbele, nikawaambia kwamba unapopewa na kujaliwa mtoto wa kiume, unapaswa kuwa very sharp katika mawazo yako. Bwana asifiwe. Kila kuonaga kahe mwathani arogocwo, abagia kuonaga mwanake, atia kuona mũthuri wa mũndũ, atia kuona guka wa mũndũ, atia kuona mama wa mũndũ. Mwathani arogocwo. Kila kiendekanaga kwa mũthuri wa mũndũ ũmwĩkĩre. Bwana asifiwe. Kwa hiyo mtoto wako kama ni msichana, jua ya kwamba huyu ni bibi ya mtu, huyu ni shangazi ya mtu, huyu ni nyanya ya mtu. Bwana asifiwe. So kabla afike mahali pale, zungumza na useme atakapokuwa nyanya ya mtu, atakapokuwa shangazi ya mtu. Unajua kuna watu ambao kuna mashangazi wengine, na tusiwe kama hivyo. Kama wewe ni shangazi, mimi najua kwamba lazima kuna mtu anakuita shangazi. Ya roho sho. Haleluya. Kwa hiyo tunataka
hata mwadhani ya rogosho. So usiwe ya kwamba utaitwa shangazi alafu wakati wa harusi ya wale wengine wakikuja kubarikiwa wewe umefunga mlango. Wewe unaleta shida. Mwadhani ya rogosho. Haleluya. Haleluya. Watu ukora ndio matokio hiki wale okay. Ni matokio unaona leo ndio yake. Mwadhani ya rogosho. Unasimama unasema ya kwamba mimi Mungu. Naona sawa. Bwana asifiwe. Haleluya. Unasimama unasema Mungu, huyu mtoto wangu ataitwa shangazi na ninamwombea neema ya kwamba atahudhuria harusi ya msichana ambaye anamuita shangazi ama ndugu ambaye anamuita nini? Shangazi. Bwana asifiwe. Siku hiyo unasema ya kwamba Mungu atakuwakilisha wewe vizuri. Bwana asifiwe. Haleluya. Fatiki na kwehoyagira na kugatirire miakeo uri kuhindingetwo ndi tata wa mundu kwina ciana cia mwari wa nyukwa cia brother ciaku mareko hiki mwathani ya rogosho. Haleluya. Utabehave waje wakati huo. Bwana asifiwe. Utabehave waje wakati ule utakapokuwa mzee bado. Bwana asifiwe. So unaenda hivyo, tunaenda vile. Tukisha omba siku 70, siku ya kwanza inashika mambo mawili. Unaelewana? Niwaambie leo. Siku ya kwanza inashika mambo mawili. Inashika siku ya kwanza ya kuzaliwa na mwaka wa kwanza kufanya nini? Wa kuzaliwa. Alafu inashika mwaka wa 71. Hapa ndio kwenda kutoka miaka 71. Urakora uri muoyo mwana ya rogosho. Muthenya wa mbere uranyita mwaka wa mbere guciarwo gucokeria Ngai ngatho. Kaya rogosho. Na mwezi kwa ya mbere guciatwo ya 22 itakuwa inasimamia mwaka wangu wa 71. Bwana sifiwe. Kwa hivyo kesho nitashukuru Mungu na nitabiria mwaka wa 71. Bwana sifiwe. Inapaswa hata wakati mwingine ingia kwa kalenda. Ingia kwa nini? Kwa kalenda. Unaweza kuona ukiwa na miaka 71 kutakuwa lini? Bwana asifiwe. Vizuri hata wakati mwingine uangalia birthday yako ya 71 itakuwa siku gani? Bwana asifiwe. Hii sio mambo ambayo tutachukulia tu hivi ya rahisi. Haleluya. So kesho mimi nitatabiria tarehe na siku ya birthday yangu ya mwaka wa 71. Bwana asifiwe. Siku ya pili niende hivyo. Itakapokuwa imefika siku ya 50, nitakuwa nimeombea na kutabiria miaka yote ya bashishi. Kutoka tarehe mwaka wa 71 kina mwaka wa iganarimu ya mirongo iri kaya rogosho. Haleluya. Unapaswa unajiwekea mpaka limit. Haleluya. Na mimi wanasema ya kwamba ninapotabiria hiyo miaka nikiwa mdogo pale nalo nipozaliwa mahali pale, sababu tumeunganika na wale ambao naona dada yetu ametoka upande ule. Bwana asifiwe. Shukuru Mungu. So watoto wadogo walikuwa wanatolewa meno ile inapoanza kuota. Utolewa igua mwanake lego kirimi. Wako katika desturi za Wamasai, mtoto mdogo alikuwa inachubuliwa, inatolewa magego mari ya mairia ni mama mejagirwo tondu mwanera ni ararwara homa ni areka atia ni andu maroraga kirimi no mwana munini ri ejagirwo magego mau mwathani arogocwo. Sasa mimi mmoja sababu niko pale nikatolewa. Bwana asifiwe. Ikatolewa. So sijui ilikuwa ni wakati upi, kwa sababu kama ningejua ni siku gani ningeenda mbele za Mwenyezi Mungu nimwambie, lakini nashukuru kwa sababu najua ni mwaka wa kwanza. So namwambia Mungu, mwaka wa kwanza nilipitia hali ngumu, ninawasamehe wale walionitolea macho maneno yangu na wakazuilia moja ime. Bwana asifiwe. So wakati watu wanasema wako na 32 mimi niko na 31, nilikataa kumea. Nilikosa kumea. Bwana asifiwe.
So mimi huwa ninasema ya kwamba hiyo ambayo ilikataa kumea, hiyo iliongolewa, hiyo ndio inasimamia hiyo ingine yote ya kwa mdomo yangu. Wala sifiwe. So yangu haitatolewa. Yangu haitakuwa na mashimo. Kwa hivyo bakteria zote huwa ninazungumzia. Kama mnaguza meno ya wale wengine, yangu msiguse. Wala sifiwe. So nikiwa mzee wa miaka 100 niletewa nyama na kare na choni nikule na mfupa wala ni arogosho. Kwa hivyo nito gora wa magego cheraga ngaitikana menye nitondo wakwa ni. Wala sifiwe. So unaenda ukiomba na kumwambia Bwana nisaidie niweze kufaulu na niweze kumalizia haya maombi vizuri. Bwana Yesu asifiwe. So tunaanza kesho mpaka tarehe 30 mwezi wa Novemba. Bwana Yesu asifiwe. Tutakuwa tumemalizia maombi haya yote na kuombea maisha na kukaa kama vile ambavyo. Tutakuwa tunaamka asubuhi nasema asante Mungu kwa sababu leo ninaishi kwa sababu ya vile ambavyo nilivyokuomba na umetimiza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kutoka hapo tunaingia Januari. Januari tutakuwa tunaomba kushukuru Mungu kwa sababu ya mwaka huu wote. Siku ambazo tumekaa katika huu mwaka. Na pia tutatabiria mwaka unaokuja. Wafu tuingie Januari. December ndio tutakuwa tunaombea na kutabiria. Nayo Januari itakuwa ni mwaka wetu wa kudeclare na kusema tuliomba kwa sababu yako siku ya leo. Pokea kile ambacho tulinena juu yake katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Mungu awabariki. Kumbuka neno la Bwana linasema ya kwamba maisha yake Yesu aliishi hapa duniani katika kuomba na maombi mengi mpaka Mungu akakuja kumuokoa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo usiwache nyuma katika maombi. Mimi ninaomba neema ya kumaliza haya maombi kabisa na kumalizia vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Na hii ni nzuri, unajua hatukutani hapa kanisani. Uko kwako nyumbani, maisha ni yako. Miaka ni yako ambayo unataka kuishi. Bwana Yesu asifiwe. Inafika mahali unasema ya kwamba wazee wakifikisha miaka fulani, unasikia wengine kama ni wazee unasikia kwamba wanapatwa wako na shida ya prostate cancer. Bwana asifiwe. Tunaanza kuambiwa mtu akiwa na miaka 40 aanze kuangaliwa na kufanya nini? Bwana asifiwe. So mimi nasema ya kwamba hiyo sio yangu katika jina la Yesu. So gharama ya prostate mimi siipiti. Bwana asifiwe. Magonjwa ya cervical cancer sio yenu. Hiyo si ya kupitiwa na wewe katika jina la Yesu. Magonjwa ya sukari na presha ambayo inashika wa mama na kina mama wakiwa na ule umri, unasema sio ya kwako. Wewe utaishi kuwa kielelezo. Ukisimama wakiuliza siri ni nini, unawaambia ni kwa sababu ninaishi maisha ambayo nimeshaishi. Kwenye roho. Haleluya. Kweka iwe kama maundu manene na ni kweka iwe bora mahoya na akahingia. Mwathani arogoco. Tukirwo imwe tuhoe turi andu ethĩ. Tukirwo tuhoere kiria mundu angienda gũgakorwo miaka 10 igoka. Mwathani arogoco. Ni kihoya ngiraga ingenda uheo, ninataka unipe ushuhuda wa miaka 10 ndani ya vita ya ujana. Bwana asifiwe. Acha nikwambie, Mungu ni mwaminifu. Nilikuwa karibu kuanguka. Ninakumbuka kuna Mungu ambaye ameniita nimeokoka. Ninakosa backslide. Bwana asifiwe. Na miaka 10 tu mahali iliishia. Bwana asifiwe. Ilikuwa 1998 na 2009 tu ilipoisha. Miaka 10 kama imeandikwa katika ulimwengu wa rohoni nimeshinda. Hapo ndipo nilipokuja kuoa. Bwana asifiwe. Haleluya. Na baada ya kuoa bado kulikuwa na mautabiri zingine mingi. Mtu alikuja kuangalia, aliposikia tumebarikiwa na mtoto wa kwanza, akakuja kuangalia, kuhakikisha kana mama gea mwana. Mwathani arogoce. Akakuja tu kuangalia. Kwa hivyo kwa sababu nasema ya kwamba wale ambao wanakuja kuangalia watoto wetu wakati wanazaliwa, wengine hawana nia nzuri. Bwana asifiwe.
Wengine wamekuja kutazama ama unabii ambao waliambiwa kwa waganga umetimia ama hujatimia. Alikuja kuhakikisha kama ni mtoto, na akasema agayaro muturia tonduria kweritwo kwaratiro ati ona wahika tukagĩa mwana na ukikahika unashoka kwani na gĩconoko kĩnene na maithori maingĩ. Leo hii tunaishi, tumepata watoto, tumebarikiwa kwa sababu Mungu wetu alikuwa pamoja nasi. Bwana Yesu asifiwe. So unasimama unamuomba Mungu na unamwambia Bwana akusaidie. Sasa nataka uombe tu ombi ndogo fupi la kumwambia Bwana, nipe neema ya kuomba haya maombi katika jina la Yesu Kristo. Enda tu mbele za Mwenyezi Mungu na mwambie Baba, nipe neema ya kuweza kuomba maombi haya katika jina la Yesu Kristo. Ufunike hizo siku zote kwa maombi. Ufunike hizo siku zote kwa maombi kwa damu ya Yesu, ya kwamba Mungu atakupatia ufunuo jinsi ya kuomba. Atakupatia ufunuo kwa sababu ya vile ambavyo utakavyoenda kuomba. Katika kitabu cha Warumi mlango wa 8 inasema ya kwamba hatujui kuomba, lakini Roho wa Bwana anatusaidia kuomba na kuomba katika mapenzi ya Mungu. Roho wa Bwana ninakualika katika hizi siku 132 za maombi, nikianzia Baba na maombi ya maisha yangu, kurejelea maombi ya mwaka huu na mwaka unaokuja, na kumalizia na siku za kudeclare kile ambacho Mungu amenipatia na amenisaidia kuomba kupitia ndani ya Roho wako Mtakatifu. Leo hii Mungu ninanyenyekea, ninapolileta kanisa katika roho ya maombi, ili Bwana kuanzia kesho tarehe 22 mpaka tarehe 31 Januari, neema hii ya maombi itatuongoza. Roho wako atakuwa pamoja nasi. Ombi langu ni ya kwamba utusikie, manake neno lako linasema ya kwamba Mungu Jehova, hata kabla tutakuja mbele zako Bwana, unajua hitaji la maisha yetu na ushakupana nalo. Mungu, tunaomba kwa sababu tunaamini na tumeona ya kwamba Baba umetutendea katika maombi katika jina la Yesu. Mwambie Baba unikumbushe kuombea. Jukumu lako mkina mama ni kuombea mpaka mzee wako, ni kuombea watoto wako. Kama ni mzee anaombea watoto wake, mke wake, na anaombea maisha yake, hatutaishi kwa kubadiliwa na waganga na wachawi na mambo ambayo imenenwa na wale wasio wazuri. Mungu wa mbinguni atatusaidia kwa sababu ya kuishi na kuomba katika jina la Yesu. Ayubu akasema ya kwamba you shall declare a thing and it shall come to be. Therefore what you are going to pray these days, it is going to be in the mighty name of Jesus. Katika jina la Yesu, maroho ambayo inapinga maombi, maroho ambayo inazuilia niombe, ninayafukuza. Ninatangaza ya kwamba nitaomba maombi ambayo sijawahi kuyaomba tena, kuhusu maisha yangu, kuhusu moyo wangu, kuhusu kanisa lako Bwana, na huduma katika jina la Yesu. Asante Mungu, naomba hii neema Bwana, manake Baba umenipa mzigo Bwana, siku za miaka yangu na huduma yangu Jehova, ambao uliweka ndani yangu Bwana, baada ya miaka 10 inayokuja Baba, ninaomba hili kanisa Bwana litakuwa limepanuka. Naomba hawa shirika Bwana watakuwa wamebarikiwa Mungu, watakuwa wameona mkono wako Bwana. Huduma hii baada ya miaka 20 inayokuja, baada ya miaka 30 inayokuja Bwana, ninatangaza ya kwamba itakuwa imefundisha wengi, italeta wengi, itaokoa wengi, itaponya wengi katika jina la Yesu Kristo. Bwana tupe neema ya kuomba. Bwana tupe neema ya kuomba. Tupe neema ya kuomba. Tupe neema ya kuomba. Tusije tukadanganywa na watu walio waovu. Tusidanganywe Bwana na manabii wa uongo. Bali Baba Mungu wetu, tufanyika kuwa manabii wa maisha yetu. Na kwa hivyo tunatabiria hizi siku na zinenea damu ya Yesu kutoka kesho tarehe 22 katika jina la Yesu mpaka tarehe 31 Januari 2026. Enyi siku hizi sikia sauti ya Bwana. Roho wa Bwana yuko juu yenu. Kila siku itakuwa siku ya neema. Sitaanguka, sitaondoka katika roho ya maombi katika jina la Yesu. Nipe kufaulu Mungu. Nisikilize kwenye maombi haya usiku na mchana Baba.
maisha anikumbushe katika jina la Yesu. Na kushukuru Bwana na kuinua Mfalme, ni kwa sababu wewe ni mwema na hakuna Mungu mwingine kama wewe Bwana. Nimejitayarisha Bwana. I'm much ready before you, Lord. May your spirit perfect me, Lord Almighty, to pray in spirit and in your will. In the mighty name of Jesus. Ninakushukuru Nabii na ninakuinua Mfalme. Pokea sifa na utukufu wote Bwana. Jehova, asante kwa sababu ya wiki inayokuja, na wakabidhi hawa mikononi mwako Mungu. Hata wale ambao watakaokuwa wanatufuatilia kwa Facebook, Mungu wetu, tunapoendelea na maombi haya, Baba, ninaomba hii neema ikaweza kuwa juu yao wanapoombea maisha yao, na kuomba kwa sababu ya mahitaji ya mioyo yao. Mungu, pokea sifa kwa sababu ya wiki inayokuja Bwana. Tunaomba nguvu ya kuanza na nguvu ya kumalizia haya maombi. Tarehe hiyo 31, Mungu wetu, tutakushukuru 2026. Manake hawa wote wanaonisikiliza Bwana, hakuna atakayekuwa ameondoka duniani. Hawajafikisha miaka 120 ya kutoka hapa duniani. Mpango wote wa kuwamaliza na kuwaondoa Bwana, ninauondoa na nimeukataa katika jina la Yesu. Natangaza hawa wataomba, wataendelea, watafaulu katika jina la Yesu Kristo. Na kushukuru Mungu kwa sababu siku ya Jumapili pia Baba tunahitajika kuwa mahali hapa. Tunaiombea Baba, itakuwa siku ya baraka na ushindi na ushuhuda mpya Bwana. Shughuli zote kuanzia saa hizi tumeziweka mikononi mwako Bwana, na ni katika jina lako la Mwana na Mtakatifu tunaomba na kuamini. Amen. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen.